an yantazi'uhu min alibad. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala haiondoshi elimu kwa kuwanyang'anya wale ambao tayari ameshawapa, walakin yaqbidu alilma biqabdi alulama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaiondosha elimu kwa kuwafisha, kwa kuwaua wale wanawazuoni, mpaka hali inakuja habaki mwanawachuoni, wanabaki sasa watu wanaulizana wajinga kwa wajinga. Matokeo yake wataulizwa wajinga, watatoa fatwa, watapotea wao na watawapoteza wengine. Hakika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani tumeandamwa na mitihani ya wanawachuoni. Mwanzo wa Ramadhani juzi tu alizikwa mkubwa kabisa katika East Africa yetu hii, Sheikh Habibu Ali Kombo rahmatullahi alayhi. Leo hii ameshazikwa Sheikh Sunni Kilemile. Lakini pia nchini Masri amezikwa Sheikh Muhammadi At-Tabalawi. Hawa wote ni wanawachuoni ambao ni fakhruna. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa baraka ya kipindi tunachokifanya, kipindi cha Qur'ani, sisi leo tunazitoa thawabu tunazozipata hapa kwa wanawachuoni hawa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tunakuomba ya Rabbi, kwa ilmu waliotusomesha, kwa ilmu walioziandika, urathi waliotuachia wa kiilmu mkubwa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tunatawasali, tunakuomba uwaondoshee adhabu ya kaburi na uwape kauli thabiti na uwaeke katika daraja nzuri ya pepo zako tukufu. Amin, amin, amin. Na mtazamaji, leo ndiyo ufunguzi wa kipindi chetu. Kwa kuwa muda wetu ni mfupi sana, leo tunakwenda moja kwa moja katika kuisoma Suratul Qadri. Suratul Qadri ambayo hii mafunzo yake inatufundisha kushushwa kwa Qur'an. Kushushwa Qur'an ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na Qur'ani ndugu yangu imeshushwa katika mfumo wa aina mbili. Mfumo wa kwanza ni kushushwa Qur'ani yote juzuu 30 sura 114. Hiyo nayo ilikuwa katika Lailatul Qadri. Lakini pia kuna mfumo wa pili wa kuishusha Qur'ani tukufu kidogo kidogo. Hii nayo pia ilianza katika Lailatul Qadri. Kwa hiyo leo sura yetu Suratul Qadri ni sura ambayo ina ujumbe mkubwa sana wa namna ambavyo imeshushwa Qur'ani tukufu. Tuingie kwenye kusoma, halafu tutapata mapumziko mafupi, na ya hapo itakuwa ni zamu yako moja kwa moja. Na hii ni kutokana na muda wetu kuwa mchache kama tulivyosema, kwa sababu tulizozitaja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. نروديا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح في إذن ربهم من كل أمر. سلام هي مطلع الفجر. مرة يا مشو. بسم الله الرحمن الرحيم.
inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Hivi ndivyo ambavyo bitawfiqillah tunaisoma sura Al-Qadri. Tupate mapumziko mafupi sana. Baada ya hapo tuingie moja kwa moja kwenye zoezi la upigaji wa simu kutoka kwa watazamaji wetu. Islamu pamoja na maadili yetu yanaendana na wakati na inatupelekea kufanya maamuzi pamoja na kumtegemea Allah. Tunawaletea jinsi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona kwa idhini ya Allah. Daima osha ama nawa mikono yako na uso wako kila wakati unapopata nafasi. Jaribu kuepuka sehemu zenye msongamano mara kwa mara. Jiepushe kushikashika vitu ambavyo vinashikwa na watu wengine kila mara. Weka nafasi ya kutosha baina yako na wale unaozungumza nao ana kwa ana. Kabla ya yote haya, usisahau kusoma na kuzielewa aya na hadithi katika dua alizokuwa akizisoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wa huwa arhamur rahimin. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma dhara'a wa bara. Allahumma inna na'udhu bika min al-judhami wa sayyi'il asqam. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Nikukaribishe tena mtazamaji wetu katika kipindi cha Jifunze Qur'ani. Sasa ni zamu yako kushiriki nasi kwa kupiga simu kwa kutumia namba yetu ni ile ile. Piga simu mtazamaji wetu ili uweze kusoma suratul Qadri, na baada ya hapo tuweze kufanya uchambuzi katika usomaji wako na tuweze kukushauri nini ufanye ili kuweza kuboresha ule usomaji wako. Namba ya simu ni hiyo. Na sasa zamu yako. Sura tuliyosoma leo ni suratul Qadri. Suratul Qadri tumesema ni sura ambayo inatupa historia nzima ya ushushwaji wa Qur'ani, na kwa nini ikaitwa suratul Qadri, au kwa nini mwezi wetu huu mtukufu wa Ramadhani umepata utukufu mkubwa kwa sababu ya hii Qur'ani kushuka ndani yake. Hivyo suratul Qadri ndiyo somo letu la leo, na sasa tuko tayari kuweza kusikiliza simu zako na tukasikia wako, halafu tukaweza kukushauri. Fanya hivyo kwa kupitia namba za simu ambazo ziko hewani hapo katika luninga yako. Ndugu yangu Muislamu, kipindi hichi cha Jifunze Qur'ani tukufu kinalenga kuboresha, kuamsha hamasa, kuleta hamasa na kushajiishana katika kuisoma Qur'ani tukufu ndani ya maisha yetu. Kwa sababu pindi tunaposoma Qur'ani tukufu ndipo tunapojenga ile alaka yetu ama mahusiano yetu mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa Qur'ani ndiyo muongozo wetu, Qur'ani ndivyo tunavyotakiwa tuishi kwa mujibu wa muumba wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ni lazima tuhamasishane sana, tukumbushane sana kuweza kuisoma Qur'ani na kuipa nafasi yake katika maisha yetu. Huku tukiwa tunasoma Qur'ani, tunatakiwa tutambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema,
inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwama wa yad'u bihi akharin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua watu kupitia, lakini pia huwashusha watu wengine kupitia hii Qur'ani. Kwa maana hiyo itategemea sasa wewe Muislamu ni namna gani unaishi na Qur'ani. Qur'ani kwako umeipa nafasi gani? Qur'ani kwako ina thamani kiasi gani? Ikiwa unaishi Qur'ani ukaifanya kwamba ndiyo jambo lako na ukafanya ikhlas ndani yake na ukaishi kwa mujibu wa ile Qur'ani inavyotaka, basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa maneno haya sallallahu alayhi wasallama atakupa daraja kubwa katika dunia, lakini pia atakupa nafasi kubwa sana katika maisha ya akhira. Hivi ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Ni kina nani ambao hao Mwenyezi Mungu atunusuru wao Allah subhanahu wa ta'ala atawashusha kutokana na Qur'an, ambao Qur'ani kwao imekuwa haina nafasi, wanasoma pengine Qur'ani, wamehifadhi pengine Qur'ani, lakini Qur'ani inaamrisha hivi na yeye anafanya kinyume cha vile. Haya, tunaomba sana tuwe makini sana, tusije tukaingia katika majanga ya namna hii, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki. Na mtazamaji wetu, zamu na nafasi ni yako kuweza kupiga simu kwa namba ambazo zinapita katika luninga yako uweze kusoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji hewani, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nazungumza na nani kutoka wapi? Unazungumza na Zainabu kutoka Dar es Salaam. Zainabu kutoka Dar es Salaam, karibu usome. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzarnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbika min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asante, baki nasi ili kuelekeza baadhi ya mambo na tuendelee kupokea simu nyingine. Zamu ni yako mtazamaji kuweza kushiriki nasi katika kipindi cha Jifunze Qur'ani Tukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Mtazamaji hewani, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani kutoka wapi? Nazungumza na Abubakari kutokea Ugweno. Naam, Ustadh Abubakari kutoka Ugweno, karibu usome suratul Qadri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Naam, endelea. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi shahr. Tanazzalu malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ahsante, baki nasi ili uweze kusikia ushauri wetu wa kitaalamu. Na tuende nyingine mtazamaji, zamuni yako. Karibu upige simu ili uweze kusoma katika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nazungumza na nani kutoka wapi? Nazungumza na Jauda Juma kutoka Dar es Salaam Babe. Haya, karibu usome Jauda. Karibu usome. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى طلوع الفجر. Ahsante, barakallahu fik. Mwenyezi Mungu akubariki. Tuendelee kuwa pamoja ili tuweze kukushauri. Naam, simu hewani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani kutoka wapi? Naongea Muhammad Salim kutoka Mtwara. Karibu soma Ustadh Muhammad Said. Asante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ahsante, barakallahu fik. Mwenyezi Mungu akubariki. Baki nasi mpaka mwisho wa kipindi tuweze kukushauri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani kutoka wapi? Nazungumza na Ahmad kutokea Kigamboni. Karibu usome. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Ahsante, barakallahu fik, barakallahu fik. Naam, tuendelee kwa simu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mtazamaji hewani, tumebakiwa na simu mbili za mwisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tumebakiwa na simu mbili. Bado wakati ni wako kuweza kupiga simu ili tuweze kushiriki pamoja katika Maidatul Quran tukiwa na suratu Al-Qadr. Naam, karibu sana mtazamaji wetu. Zamu, nafasi ni ya kwako. Mtazamaji hewani. Naam, bado nafasi ni yako mtazamaji wangu kuweza kushiriki nasi katika kupiga simu. Na namba inayotumika kupiga simu ni hiyo namba ambayo unaiona katika luninga yako. Tumebakiwa na simu mbili za mwisho ili tuweze kumaliza nafasi ya kusoma kwa njia ya simu, tuingie katika uchambuzi. Nafasi hiyo ni yako. Naona watazamaji hawajawa tayari kwa sasa, basi tuitumie fursa hii kwa kuingia kwenye uchambuzi moja kwa moja kutokana na muda wetu ulivyo mdogo. Hivyo tunaanza na uchambuzi moja kwa moja. Bismillahirrahmanirrahim. Msomaji wetu wa kwanza kwa siku ya leo ni Bi Zainab kutoka Dar es Salaam.
yeye alisoma uzuri, tumshukuru kwanza kwa kusoma, lakini pia tumshauri katika baadhi ya maeneo. Kwanza kabisa tamko letu la kwanza, inna anzalnahu, anzal, hii ni lamu sakina, yeye alisoma kwa ra, inna anzarnahu, asisome kwa ra, asome kwa lamu, inna anzalnahu. Pia sehemu nyingine ambayo tunaweza kumshauri ni katika tamko shahru. Hii ha ina sukun, shahru, min alfi shahru, na wala siyo shahar. Wasomaji wengi wameitia fatha hii hamza, hii ha, wameitia fatha hii ha, na uhalisia ni kwamba ina sukun, inatakiwa isomwe shahru, shahru, na wala siyo shahar. Alafu tena sehemu nyingine yeye alibadilisha Bi Zainabu hapa, biidhni rabbihim, biidhni rabbihim, yeye alisoma kwa kafu na ha, kwa kafu tu alisoma biidhni rabbika. Sasa isiwe rabbika, iwe rabbihim. Huyu ni msomaji wetu wa kwanza, Bi Zainab. Twende kwa Ustadhi Abu Bakari kutoka Ugweno. Yeye mwanzo kabisa masha Allah tumshukuru kwa kusoma, lakini tumwambie kwamba asome minasha na wala asisome minashe, minasha sio minashe. Halafu katika aya ya kwanza alibadilisha hapa haraka ya ta. Hii ta haraka yake ni kasra, yeye alisoma kwa dhamma, alisoma fi lailatu, na sio ta na sio dhamma, bali ni kasra, fi lailati. Kwa hiyo asome fi qadr wala sio fi lailatu. Sehemu nyingine ambapo aliweza kubadilisha, alisoma tamko alqadr, alisoma kwa kafu, wama adraka ma ni qaf na wala sio kafu, sio lailatul ka. Kwa hiyo yeye tatizo lake kubwa ilikuwa ni kubadilisha baadhi ya maeneo, herufi alikuwa akibadilisha. Sehemu nyingine aliyobadilisha min alfi, hii ni hamza, yeye akasoma kwa hau, min halfi. Hapana, asome min alfi, min alfi. Hizi sehemu tatu tunamuomba Ustadhi Abu Bakari kutoka Ugweno aziangalie vizuri. Twende kwa Jauda kule Mbande. Yeye kwanza kabisa hii dal, adal ina sukun, yeye aliitia kasira, alisema inna anhu fi lailatil qadi, aisiwe na kasra, iwe na sukuni, fi lailatil qad, d sio d. Hilo ni sehemu yetu ya kwanza. Lakini pia alikata hita wakati anaunganisha tanazzalul malaika waruhu, ita aliacha. Hapana, hita inatakiwa isomwe tukiunganisha, ama tukisimama tutaisoma kwa ha, tanazzalul malaika kama tunasimama. Tukiunganisha kama alivyounganisha yeye, anatakiwa hita aikie tanazzalul malaikatu waruhu fiha, tuisikie. Mwingine alibadilisha harfu ya lamu katika tamko matla'i, matla'i, hii ni lamu, yeye alisoma kwa ra, matla'i. Hapana, usahihi isomwe kwa lamu, hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajr. Huyo ni Bijauda. Ama tukenda kwa Ustadhi Muhammadi kutoka Mtwara, yeye tutamtaka na tunamshauri katika tamko arrahman, bismillahirrahman, bismillahirrah. Hii hamza yetu haisomwi kwa dhamma, sio bismillahi, usitie tu bismillahirrahmani. Sehemu nyingine ni tamko shaharu, alitia fatha hii ha badala ya kuwa na sukun, shahru, shahru, wala sio shaha, sio shaharu, ni shahru.
Sehemu nyingine ni qalqala za tamko alqad, lailatul qad, lailatul qadr. Hizi litakiwa zigongwe. Hizi ndiyo maendezo ambayo tunaweza tukamshauri Sheikh Muhammad maeneo haya ayatizame vizuri. Alhamdulillah, kuna sehemu alitaka kuteleza lakini akajirekebisha. Hapa alisoma mara ya kwanza bila ya ghunna, halafu akarudia akajirekebisha akasoma inavyotakiwa kwa ghunna. Tumpongeze sana kwenye hilo. Twende kwa Ustadhi Ahmadi Kigamboni. Yeye alisoma vizuri masha Allah, lakini kuna baadhi ya maelezo, kwa maana ya kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano bismillahirrahmanirrahim, tamko arrahmani zaidi ya haraka mbili. Bila shaka alidanganywa na vipimo vya sauti, alichunga zaidi sauti akaacha masala ya ahkami at-tajwid. Alichunga hivyo vitu, na tunatakiwa sana tuchunge ahkami tilawa kulikoni kuangalia mizani ya sauti. Halafu sehemu nyingine ambayo tunamshauri, wama adraka, hii dali yetu ina sukun, kwa hiyo hapa tunatakiwa tuifanye qalqala. Yeye aliacha qalqala, tusome kwa qalqala wama adraka, wama adraka. Sehemu nyingine ambayo alibadilisha ni katika tamko hili, ma lailatul qadr, wama adraka ma lailatul qadr. Yeye alisoma hii dhamma ikiwa ni kasra, asisome kasra, aangalie vizuri aisome ikiwa ni dhamma. Halafu sehemu yetu ya mwisho ni tamko min kulli amr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Hii ghuna yetu ifanya nzito, na tulishazungumza kwamba hii ghunna ikiwa mbele kuna harfu ambayo ni istifal, inatakiwa hii ghunna iwe nyepesi na wala isiwe nzito. Hivi ndivyo kiujumla tunavyoweza kuwashauri wasomaji wetu wa leo ambao tulikuwa nao wasomaji 5, na alhamdulillah tunashukuru sana kwa kupata fursa hii, kwani tumepatwa na msiba mzito wa shekhe wetu Sheikh Suleiman ibn Amrani Mile. Hivyo kipindi kimechelewa kuanza kwa sababu ya kuhudhuria katika maziko ya shekhe wetu huyu, na sisi leo hii tunazitoa hidayah, thawabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametulipa kwa kuisoma sura hii, basi tunazitoa thawabu zetu kwa shekhe wetu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi safari yake, ampe thabiti, na sisi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tunamuomba atupe mwisho mwema. Ni kuombe mtazamaji wetu, kesho tuungani tena katika kipindi chetu kwenye muda wetu wa kawaida, na leo ni kushukuru kwa kuwa nasi pamoja. Ila liqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Nimezalia pembeni, mtu alitoka mbali nje ya ndoa. Umezaa mtoto nje ya ndoa? Mtoto wa kike. Yule mtoto wa kike baadaye alipokuwa anampata mchumba. Anapopata mchumba, mimi kwa kuondoa kwamba wasinijue, namchukua yule mtoto na mkabidhi baba yake mdogo au shangazi yake, anamuozesha na tolea idhini. Yule mtoto kweli ndoa ile itakuwa inafihi? Kwanza ndugu zangu, mimi na kitu cha mwanzo kabisa ambacho tunapozungumzia hawa watoto wa nje ya ndoa, watoto wa nje ya ndoa, tusizungumzie kwa ulimi mwepesi. Naomba tuzungumzie kwa ulimi mzito. Tulione kwamba hili tatizo na tujue kwamba ni tatizo kubwa sana. Mtu unapofanya uzinifu unafanya kosa kubwa sana, kosa ambalo linamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kosa hili, angalia sasa hivi huyu binti sasa hivi unamhangaisha. Tatizo lote hili, tabu yote unayopata, ni kwa nini unapata tabu hii? Kwa sababu umeacha kufuata utaratibu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anautaka. Sasa haya matatizo ambayo ni matatizo makubwa sana, huyu binti sasa hivi umemkoseza nasaba yake. Wewe ambaye ulikuwa ni sababu mwanamume, na huyo mwanamke ambaye mlishirikiana mkamzaa huyu binti, hana kosa lolote, maskini ya Mungu, lakini mmempa tabu kubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hamkutaka kufuata sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tusiwe tu tunakuja ataozeshwa vipi wakati huu umeshamdhulumu kiasi hicho ulichomdhulumu? Umemkatisha nasaba yake. Sasa hivi huyu hana baba, sasa hivi huyu hana kaka, sasa hivi huyu hana baba mdogo, sasa hivi hana familia yake yote. Wewe mmesababishia kwamba ikatike. Huyu anabaki kwamba ni yeye kama yeye, hana mtetezi, maskini ya Mungu. Mmemjalia uyatima ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala hajampa uyatima. Sasa tulielewe uzito huu na tuone kwamba ni jambo, ni tatizo ambalo haipasi mtu ambaye ametamka shahada halafu akafanya uzinifu. Si hivyo tu, baadaye akafanya uzinifu mpaka akapata na mtoto ambaye anampata ndani ya uzinifu. Tuelewe kwamba hizi haki zake hizi utakwenda kumlipa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zote hizi, na utakuwa na uwezo gani wa kumlipa haki za namna hiyo? Kwa hiyo tusije tulifanye kwamba watu sawa tunalizungumza hili jambo kama tunaliona ni jambo dogo sana. Hili ni jambo mno ambalo kwamba leo hii huyu hana mirathi, leo hii yani mambo chungu mzima umemdhulumu huyu mwanamume ambaye amesababisha, na wewe mwanamke ambaye umesababisha mmemdhulumu huyu mwanabinti haki zake zote. Leo hii anakwenda hajui eleke wapi, hajui eleke. Huyu hana wali mwingine, wali wake ni kadhi, maskini ya Mungu, mmemdhulumu. Na zote hizi ni sababu nyinyi wadui wenu mliomfanyia huyu binti. Kwa hiyo tusilifanye jambo kama ni jepesi. Huyu hana baba mdogo, hana nini. Wewe utataka kumhifadhi sasa hivi kwamba asionekane kama ni mtoto wa uzinifu, wakati tayari ushamza katika uzinifu. Nini unataka kumfichia? Huna ulichomfichia, umeshamfedhehesha, umeshamkatia na sake. Unamsaidia nini sasa hivi? Huna ambacho unamsaidia. Ni kuzidi tu kumtia katika unyonge na udhalilifu. Kwa hiyo tukwepe kabisa swala la uzifu, ili tusizalishe matatizo ya namna kama hii. Kwa hiyo naomba kwamba hili tulichukue na tulionee uzito wake. Tulionee uzito wake kwamba swala mpaka la uzinzi, uzinifu linapigwa vita na Uislamu, kwa sababu madhara yake ni makubwa mno. Madhara ni makubwa mno ambayo yanapatikana kutokana na uzinifu. Kwa hiyo tunajibu tukusema kwamba huyu hana tena wali wake ni kadhi, ndiye ambaye ataweza kusimamia ndoa. Hakuna ujanja mwingine wa kufanya ili huyu aozeshwe na mtu na mtu. Kwa hiyo tuwe makini, tuwasikilize viongozi wetu, na hasa wataalamu wa afya wanavyozungumza, tukubaliane nao. Na leo hii kule sehemu ya kutawadha lazima wenye pesa wanunue miche ya sabuni, vikato vipande. Kila anayetawadha mikono yake kwanza aoshe kwa sabuni. Hivi sasa mpaka tusikie kwamba jambo lilikwisha. Mche wa sabuni sadaka yako, peleka pale, wanusuru Waislamu na uinusuru nafsi yako. Miche ya sabuni ikae kule sehemu za kutawadha pale. Kipande kinakaa, mtu akitaka kutawadha anaosha mkono wake. Lazima tusikilize kanuni za afya zinazoelezwa hivi sasa. Tusifanye mchezo. Darwasha haifai katika masuala haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam tumemuona tafsiri na majambo haya alivyoyafanya. Tumeona sisi wenyewe. Alikuwa makini, kila jambo alilifuatilia na tahadhari alizichukua.
Sasa tusende ashwai hii bila jambo jingine. Tumeacha adhkar, adhkari za asubuhi na jioni ambazo Mtume katuwekea sisi, ambazo ni kinga kubwa sana ya magonjwa. Sisi tunakwenda tuashwaia. Waislamu kinga wanazo. Kuna adhkaru sabahi wal masaa, kuna adhkari za asubuhi na jioni. Kuna dua Mtume sallallahu alaihi wasallam katuhimiza kwa ajili ya magonjwa. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-judhami wal-junun wa min sayyi al-asqam. Ukisoma hii mara 3 asubuhi na mara 3 jioni, hakuna ugonjwa utakusibu wewe. Uislamu milala uja subhanallah. Thumma naima. Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Mara 3 asubuhi na mara 3 usiku. Bismillahi alladhi la fihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Mara 3 asubuhi, mara 3 jioni. Uweze kusubiwa na jambo. Mambo haya tunayo, adhkaru subahi wal masaa. Unashindwaje kusema maneno haya? Allahumma inni a'udhu bika min al-baras. Mola wangu wa haki, nataka unikinge na ugonjwa wa mbalanga. Baras ni mbalanga. Wal judhami na ukoma. Wal jununi na ukichaa. Wasayyi ila asqam, na ndio hiyo corona inaingia hapa. Na magonjwa yote mabaya. Mtume anajulikana katika kipindi chake akatia neno la kuingiza magonjwa yote yatakayotokea. Mnaelewa falsafa ya Sayyidina Muhammad? Akasema wasam na magonjwa yote mabaya najikinga kwako ya Rabb. Corona imo humo na ukimwi imo humo na vyote vitakayotokea baada ya hapo. Wasayyi ila asqam. Ndugu zangu Waislamu, tuko wapi sisi? Aina nahnu min hidayati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam? Tumekaa tu bwana, tufuata tuko na adhkari bwana. Adhkaru sabahi wal masaa zipo. Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai. Sema mara 3 asubuhi na jioni, sema usiingie katika kinga. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا